Mimi niongeze mambo kadhaa na nitoe kauli kwa niaba ya chama. Kwanza nieleze masikitiko yangu. Leo ilikuwa kuanzia asubuhi usikilizwe huu uamuzi ambao umesomwa mchana huu, na ulikuwa usikilizwe kwenye mahakama. Kimsingi kwa maslahi ya umma ulikuwa usikilizwe kwenye mahakama ya wazi, lakini tumefika hapa kuanzia asubuhi, tumekaa mpaka mchana, kesi haijaanza, na katika hatua ya baadaye tukaambiwa kwamba haiwezekani kusikilizwa kwenye mahakama ya wazi kwa sababu vyumba vyote vya mahakama vina kesi zingine zinazoendelea. Kwa hiyo tukaenda kusikilizia kwenye chumba cha jaji, kwa maana ya chemba. Kwa ni watu wachache ndio ambao wamepata fursa ya kusikia kiundani hayo maamuzi wakati yanasomwa na maelekezo mengine yaliyofuatia kufuatia uamuzi huo. Sisi tunaamini wakati jaji anapanga tarehe ya kesi ya leo, mfumo wa mahakama ulipaswa uwe umepanga utaratibu ambao ungesababisha mwingiliano huu ambao umesababisha hali hii iliyosababisha. Kwa hiyo ni rai yangu kwa mahakama, wakati mwingine ambapo mahakama inapanga kesi, mahakama itende haki na haki ionekane ikitendeka kwa wengi. Kwa kesi hii yenye maslahi ya umma inayokihusu chama kikubwa chenye wanachama na wananchi wengi wanaokiunga mkono, kesi hii ikapangwa kusikiliza katika mahakama ya wazi. Kwa ni vyema mahakama ikatolea ufafanuzi vile vile imekuwaje kesi ambayo ilipangwa kwa tarehe mbali sana, na sisi tukalalamikia kwamba kwa nini haikupangwa tarehe mapema, lakini hapo katikati imeshindwa kuweka utaratibu ambao ungewezesha kesi hii kusikilizwa katika mahakama ya wazi. Kwa hili la kwanza nilisemea. Lakini pili, juu ya uamuzi wa jaji wa kutaka hizi nyaraka tulizotakiwa tuzileta kwenye makundi matatu. Binafsi sijaridhika na huo uamuzi, kwa maana ya kwamba zipo hoja ambazo sisi tulizisema vile vile za kwamba hakukupaswa hata kutolewa amri ya nyaraka kutolewa, kwa kuwa mleta maombi Said Isa Mohamed alileta maombi yake kwa kutoa taarifa za uongo mahakamani. Amejiita kuwa ni kiongozi mwandamizi wa chama Zanzibar, amedai kwamba nyaraka hizi aliziomba kwa njia za kawaida akanyimwa. Hoja mbalimbali ambazo mara ya mwisho nilizisema hapa. Hoja hizi katika uamuzi ambao jaji ameusema kwetu kwa muktasari hazikutolewa kabisa maelezo ni kwa nini hakuzizingatia, sababu tunaamini kama angezizingatia, manake hata hii amri ya kutoa hizi nyaraka katika makundi matatu, hii amri nayo isingetoka, kwa sababu maombi hayo yote ya discovery yangetupiliwa mbali. Sasa jaji amesema uamuzi wake wa kimaandishi atausambaza mchana. Nasubiri kwa hamu kuusoma kwa ukamilifu wake huo uamuzi, manake pale ametueleza kwa muktasari maamuzi juu ya hoja nyingine ambazo tulizisema na namna ambavyo zilipaswa kuzingatiwa na uamuzi wa jaji kuhusiana na hoja hizo. Kwa hili ni jambo la pili ambalo ni vyema nikalisemea. Kwa hizi nyaraka katika makundi matatu, pamoja na kuwa turidhiki na huo uamuzi wa jaji, lakini kwa sababu ni jaji amekushatoa amri na mahakama imetoa amri, tutafanya utaratibu kwa hizo siku 14 alizozisema. Kwa sababu katika hoja yetu mojawapo tulisema kwamba tuna zuio tumewekewa na mahakama tarehe 10 mwezi Juni mwaka 2025. Zuio dhidi ya katibu mkuu, zuio dhidi ya bodi ya wadhamini, zuio la kutumia ofisi, zuio la kutumia mali. Tulisema kama moja ya hoja zetu kwamba utekelezaji wa maagizo ya kuleta nyaraka utakwama kwa sababu tumezuiwa, lakini vile vile watumishi wako nyumbani ambao wangehusika na nyaraka hizo kutokana na zuio la mahakama na matendo mengine ya msajili wa vyama vya siasa. Sasa jaji tuhakikishia katika uamuzi wake kwamba pamoja na zuio la mahakama, katibu mkuu na wale watakaohusika na kuandaa hizo nyaraka ili kuzileta mahakamani hawatazuiwa na amri ya mahakama
kutekeleza ile amri ya awali, kutekeleza hii amri mpya ya kuleta nyaraka, na amekwenda mbele zaidi kwa kusema kwamba kama tutafata kikwazo chochote popote kwa yoyote, basi turudi kwake kwa mfumo wa kimahakama kuhakikisha anatoa amri mahususi. Sasa kutokana na hiyo aliyolisema jaji, tutafanya kila linalowezekana kuhakikisha kwamba ndani ya hizo siku 14 haya makundi matatu ya nyaraka ambazo ni nyaraka zilizo wazi kwa umma, taarifa ya mwaka ya ukaguzi wa mahesabu ya chama katika miaka hiyo ya 2019 mpaka 2024, taarifa ya mwaka ya mali na rasilimali za chama za mwaka 2019 2024, ni nyaraka wazi kwa umma, ziko kwa ofisi ya CAG, ziko kwa msajili wa vyama. Tutafanya utaratibu wa kuzileta, na hizo bank statement za akaunti moja tu mahususi walizoziomba za kuanzia mwaka 2021 mpaka 2024 kwa amri hii ya jaji aliyoitoa, tutafanya utaratibu wa kuwasiliana na benki inayohusika. Tunaamini benki itazingatia amri hii ya mahakama na haraka sana itaweza kutimiza hayo ambayo yameomba. Kwa hilo tutalifanya. Lakini jambo la tatu ambalo ni vyema nikalisemea ni kwamba baada ya jaji kutoa uamuzi huo wa kutoa siku 14 tulete nyaraka, upande wa pili nao ukataka upewe muda kwamba wakizipokea hizo nyaraka baada ya siku 14 watumie muda gani kuzipitia, alafu ndio mahakama ipange kusikilizwa kwa kesi. Ni masikitiko yangu, na hili nilieleze tu, kwamba upande huu wa pili ulitaka kujaribu kutumia mahakama kuchelewesha kabisa haki, kwamba wapewe siku 21 wakipewa hizi nyaraka ili wazipitie, alafu ndio turudi tena mahakamani. Kwa kukawa na mjadala kuhusu jambo hilo, na hatimaye jaji akatoa uamuzi, na jaji ametoa uamuzi wa kuipanga kesi tarehe 30 mwezi Oktoba. Sasa jambo la 4 ambalo nataka kulisema ni kwamba hii tarehe 30 mwezi wa 10 mwaka 2025 nayo ni mbali sana. Ni takribani siku 30 kutoka leo. Ni mbali sana. Uamuzi huu wa kuichelewesha haki wa mahakama kupanga tarehe ambazo zinakwamisha haki na shughuli za kisiasa za chama baada ya ile zuio la mwanzo la mahakama la tarehe 10 mwezi Juni mwaka 2025. Huu si uamuzi wa haki. Najua umeshatolewa na jaji na mwenendo wa jaji haujadiliwi, lakini kwa hili siwezi kuacha kusema wazi kwamba sisi hatukuridhika, binafsi sikuridhika na kupangwa kesi tarehe 30 mwezi Oktoba mwaka 2025. Uamuzi wa kuipanga tarehe hiyo mbele namna hiyo, pamoja na kuwa umefanywa na jaji, unathibitisha kile ambacho niliposimama mara ya kwanza kwenye ngazi hizi, nilipozungumza kuhusu kesi hii, nilisema na narudia kwamba Saidi Isa na wenzake wawili walitumika tu kama nyenzo ya kufungua kesi hapa mahakamani ili kuzuia shughuli za chama kwa hoja zisizo na msingi, ili kufanya chama kisifanye shughuli za kisiasa katika kipindi cha mwaka wa uchaguzi, na kwamba nilisema wakati ule kuwa lengo ni kukwamisha mpango wa chama wa no reforms no election, kwamba wazuie mambo haya mpaka baada ya uchaguzi mkuu, mpaka baada ya tarehe 29 Oktoba. Sasa leo kesi kupangwa kwa mwezi mmoja ujao, tarehe 30 Oktoba 2025, imedhihirisha tu ile nia ovu waliokuwa nayo wakina Saidi Isa na wenzake na washirika wao. Rai yangu mimi kwa wana Chadema na rai yangu kwa Watanzania, nilimsikia rais jana akisema maneno, na hili nisimnukuu vibaya, ni vyema nikayanukuu kama ambavyo
aliyasema yeye rais akiwa Pwani. Rais Samia amesema wananchi wasiogope kwenda kupiga kura, na akasema kwamba hao waliokataa uchaguzi wamekataa wenyewe, wasiwatishe, na akasema na mengine. Mimi nataka kusema hivi, nataka kumwambia Rais Samia na kumkumbusha na kuikumbusha serikali. Bahati nzuri mimi nilikuwepo kwenye mazungumzo na rais kuanzia tulipokutana Chamwino mwezi Mei mwaka 2022 na nimekuwepo kama sehemu ya timu ya watu watano ya upande wetu ya mazungumzo ya maridhiano tuliozungumza kwa mwaka mzima kuanzia mwezi Juni mwaka 2022 mpaka mazungumzo yalipovunjika mwezi Juni mwaka 2023. Naweza kusema bila ya shaka yoyote, kutokana na yale ambayo nimemsikia rais mwenyewe Ikulu Chamwino na yale niliyoyasikia kwenye mazungumzo ya maridhiano, rais hasemi ukweli. Ukweli ni kwamba uamuzi wa sisi kuamua kuchukua msimamo wa no reforms no election ni baada ya kuona bila ya shaka yoyote kwamba Rais Samia ahadi yake ya 4R ikiwemo reforms ilikuwa ni ahadi ya uongo, ilikuwa ni unafiki, na hakuwa tayari yeye Rais Samia na serikali yake na chama chake cha CCM kufanya mabadiliko na marekebisho yoyote ya kikatiba na ya kisheria ya maana yenye kuwezesha uchaguzi huru na haki. Na uamuzi wa baadaye wa tume inayojiita huru isiyokuwa huru ya kutamka kwamba Chadema hairuhusiwi kushiriki uchaguzi kwa sababu haijasaini maadili ulikuwa ni sehemu tu ya visingizio kinyume cha sheria vya kutengeneza mazingira ya kuhalalisha yale ambayo Rais Samia na serikali yake walishayapanga toka awali. Kwa hiyo anayepaswa kubeba mzigo wa lawama kwa wananchi na mzigo wa hasira kwa wananchi juu ya hiki kinachoendelea kwenye nchi yetu sasa, kinachoitwa uchaguzi lakini hakuna uchaguzi kimsingi, ni Rais Samia na chama chake na serikali yake. Na sisi Chadema msimamo wetu, na tunaendelea kuwaomba Watanzania uwe ni msimamo wa wananchi, ni kwamba no reforms, no reforms, no reforms. Asanteni sana.